ukapata taufiki ya Allah, ukaweza kupata moja kati ya haya 7, walillahi alhamdu, wenyewe wasema nitandika ulale, umefaulu. Na kama umekwenda kukosa moja kati ya haya 7, basi sijui tuseme ama utajaza mwenyewe. Si rahisi wala si kawaida wala si kitu ambacho kwamba ni cha mchezo. Katika hayo 7 aliyozungumza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mambo kakaa Allah subhanahu wa ta'ala kamletea wahi, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akayatamka. Jambo la kwanza, imamun adilun, kiongozi ambaye kwamba ni mwadilifu. Jambo la kwanza, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asema kiongozi mwadilifu ambaye kwamba ameutumikia uongozi wake kwa wale aliokuwa akiwaongoza bil adli, kwa uadilifu, atakuwa katika chini ya kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala yaum alqiyama, siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa ni kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana nikasema, ndugu zangu Waislamu, nyinyi mnaonisikia mwafahamu zaidi, mwajua zaidi hata kuniliko mimi, kwa sababu siku hiyo yaumun, hiyo siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumweka imamu mwadilifu, ni siku nzito sana. Yaumun asir, siku nzito, siku ambayo kwamba ndugu zangu Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala kenda kuieleza ndani ya Qur'ani mara nyingi tofauti, sehemu mbalimbali ndani ya Qur'ani, matukio makubwa ambayo kwamba yanakwenda kupatikana siku hiyo, shida mbalimbali ambazo kwamba wanadamu watakwenda kuzipitia siku hiyo ya Kiyama. Kwa nini imeitwa ni Kiyama? Ni siku ambayo kwamba hakuna kukaa, ni watu watakuwa ni wenye kusimama baina yadai Rahman, wanasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hausikii mtu kusema nimechoka, ama mimi ni mgonjwa, ama mimi nitafutieni kiti nikae. La, hasha wakalla, ni kila mmoja aliye mgonjwa duniani kule ni mzima. Hakuna ambaye kwamba ana maradhi ya magoti na ni kusimama. Ukisikia ni kusimama, si kusimama dakika 2 ama tusimame siku moja. Ndugu zangu Waislamu, ni ayaman wa sanawati, ni masiku na nyaka tunasimama hapa, kwa sababu kwenda paka wanadamu waenda kahesabiwe, ndugu zangu Waislamu, ni masaa, ni muda mrefu, kutoka kufufuliwa mpaka ondo ukapata haki yako. Sasa wewe unaenda peponi ama wewe unaenda kuchomwa? Kazi kubwa, lazima upitie kwanza hapo kwenye Kiyama. Ndio ndugu zangu Waislamu ikaitwa Kiyama, imeelezwa mara nyingi ndani ya Qur'ani. Sasa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatuambia kiongozi yoyote, uwe ni kiongozi wa dini, uwe ni kiongozi wa serikali, uwe ni kiongozi wa kundi fulani, ndio pale Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, kullukum ra'in, nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, na nyote mtakwenda kuulizwa na vile mlivyovichunga. Baba, kiongozi yoyote wanaingia katika
hilo grupu. Sasa ni lazima ya kila mtu awe mwadilifu, mume awe mwadilifu kwa mkewe na mke awe mwadilifu kwa mumewe, kwa sababu ni kiongozi. Mume ni kiongozi, mke ni kiongozi, analinda mali ya bwanake. Mume ni kiongozi, analinda familia nzima yake. Sasa ikiwa mume ni kiongozi, atakwenda kukosa kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliokuwa akiwaangalia, wale waliokuwa akiwachunga? Ni lazima aingie hapo. Ndugu zangu Waislamu, ni swala nzito, ni swala ambalo kwamba haliwezekani mwanadamu kulifanya illa man rahimahullah, ila yule ambaye kwamba kapata rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jiulize, kama wewe ni kiongozi, je, uongozi wako unakwenda kutekeleza uongozi wako kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Uongozi wako umeambatana na Uislamu wa Allah? Uongozi wako unaongoza vipi? Kwa hawa ya nafsi yako, ama kwa maoni yako, ama unahukumu katika uongozi wako kupitia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ili kila mmoja apate kupata haki yake. Walio ni wanyonge wapate haki yao, walio ni matajiri wapate haki yao, walio ni maskini wapate haki yao, walio ni wazee wapate haki yao, na walio ni vijana wapate haki yao, na walio ni wasichana wapate haki yao, na wadogo kabisa nao wapate haki yao, kuambatana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja apate haki. Kiongozi usimame, Waislamu wasidhulumiwe. Kiongozi usimame, binadamu wasinyanyaswe, wasionewe kwa sababu wao ni maskini, kwa sababu wao hawana kitu, kwa sababu wao hawana mwenye kuwazungumzia, kuzungumza hawawezi, na kupata mwenye kuwazungumzia pia hakuna. Sasa wewe kama kiongozi uko pale juu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeana uongozi. Hakuna mtu anayefanya anakuwa na muongozi ikiwa hakupitia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote ambaye kwamba anakwenda kuongoza ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hataki aongoze. Allah subhanahu wa ta'ala zile daraja alizozipanga tulizozipata, ziwe za kidunia ziwe ni za kidini, zimepitia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuchagua ya kwa wewe utakuwa hapa, yule atakuwa pale, utakuwa mzee mtaa, utakuwa DC, utakuwa DO, utakuwa rais, utakuwa waziri na kila kitu. Sasa je, urais wako, waziri wako, uzee wa mtaa wako, ustadhi wako, uimamu wako unaambatana na adala ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka iwe? Ndio nikasema ndugu zangu Waislamu, ni vigumu sana ila yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamrahamu, kamweka kwenye rahma yake, anakwenda kutekeleza vile Allah anataka. Ama sivyo ndugu zangu Waislamu, sote chini tumeanguka. Imamun adilun, imamu mwenye kuwa na uadilifu wa nyanja zote, si kuzungumza peke yake. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengine Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba tusame, twayafanya tukiwa khalian, tukiwa peke yetu. Mahali pa 100 unaongeza 0 tu. Mahali pa 100 ukiongeza 0 inakuja ni 100. Mahali pa 100 ukiongeza 0 lingine
inakuja ni 100. Je, wakati unaongeza lile 0 ndio uadilifu wafanya? Umetupa 100 sote tumesaini kwenye meeting, kwenye mkutano, kwenye seminar, umetupa 100. Sema jamaa, leo hali mbaya, ukatupa 100 tukaridhika. Radhiyatan mardhiya ndio nauli, kwa sababu Kilifi na Mnarani si mbali. Kwa hivyo chukua 100 tu, umetia 0 100. Mimi nimesaini, nimepata 100. Wewe ukaenda kuongeza maziro na kwanga. Jamani, huo ndio uadilifu. Sasa unafanya uadilifu na nyanya zote zile, ukiwa peke yako, ukiwa na watu, ni rahisi. Waziona ndio zile pale, mimi nikiweka 0 hapa, basi walilahi alhamdu nitamiminikiwa na pesa. Twenda mtu wa pili. Mtu wa pili ambaye kwamba ndugu zangu Waislamu atakuwa katika chini ya arshi, ya kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, shabun nasha fi ibadatillah, barobaro aliyekulia, aliyeleleka katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, barobaro aliyeleleka katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia zote, kwa sababu mabarobaro ndio mashallah wako strong. Kila mahali penye uharibifu, mabarobaro sisi number 1. Kila mahali kwenye neema, mabarobaro sisi ndio number 1. Tukija kwenye maandamano, sisi ndio number 1. Tukija katika mambo ya dini, jenzian wale jenzi, shabun nashaa fi ibadatillah, barobaro aliyekulia katika ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tujiulize sisi mabarobaro, tuache wazee, sisi ambao kwamba ni mabarobaro. Ndugu zangu Waislamu, katika stages kuna watoto, alafu kuna vijana, alafu kuna mabarobaro, alafu kuna wazee, alafu kuna watu wazima. Hizo ndio stage ambazo kwamba tuko nazo. Watoto tunaweza tukachukua takriban kuanzia yule aliyozaliwa leo kwenda paka miaka 8 hapo, hajabaliki huyo anahesabiwa ni mtoto. Kijana ni yule ambaye kwamba kuanzia miaka 19 kuendelea mpaka 20 na bado ni kijana huyo. Barobaro kuanzia 35 miaka 35 kuendelea mpaka kufikia 50, barobaro. Wazee kuanzia 60 kuendelea. Watu wazima ndio wale hawajiwezi kuanzia 80 kwenda mpaka kufa. Sasa tujiulize sisi ambao kwamba tuko baina ya 35 mpaka 60 hapa chini hapo ndio mahali ambapo kwamba ukitaka kujijua wewe ni muovu ni hapa mahali katikati, na ukitaka kujijua wewe ni mwema angalia hii stage hii, shabun, kwa sababu ushatoka kule kwenye msingi wa babako na mamako. Sasa umefika stage ya kujisimamia mwenyewe, ima uingie katika kheri za Allah subhanahu wa ta'ala, ama uingie katika shari za shetani, kwa sababu ndio pale tunaposema tuko free. Yani uko free ya kufanya kila kitu utakacho. Sasa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asema yule ambaye kwamba atakuwa na hiyo free, sasa huo ndio muda free, kila mmoja afanye atakavyo. Je, ameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama anaponda tu kufuata hawaza? Na sababu ndio wakati kila mmoja ana nguvu, kila mmoja walilahi alhamdu, hapo ndio unakohoa kusema kila mmoja anakaa chini. Shabun nashaa fi ibadatillahi, barobaro aliyekulia katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, hakufuata hawa ya nafsi yake,
kupondoka katika ulimwengu. Kwa sababu ndugu zangu Waislamu, shahawati ziko aina nyingi, ziko nyingi na nyingi na nyingi, ambazo kwamba zatusababisha sisi mabarobaro kupondokea kwengine. Si wanawake tu, si madawa kulevya tu, ziko aina nyingi ya vitu ambavyo kwamba sisi twapondokea katika vitu hivyo, vinatutoa kwenye kontroli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa barobaro yoyote ambaye kwamba amekwenda kukulia katika ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala, anabahatika kuwa katika chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaumun, siku ambayo kwamba haina kivuli ila ni kivuli cha Allah peke yake. Warajulani, mtu watatu ama mtu aina tatu, ni watu wawili ambao kwamba wamependana. Sio swala la mke na mume, la hasha wakala, hata haviingii. Swala la mapenzi ya mke na mume hayaingii hapa. Rajulani, watu wawili, tahabba fillahi, wamependana kwa ajili ya Allah, wamependana kwa ajili ya kufanya bidii wapate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wamependana kwa ajili ya kuamrishana ibada zake Allah subhanahu. Hawakupendana kwa sababu ya kufanya mapenzi. Hizo ni khutami dunia, hizo ni takataka za duniani hizo. Masala kupendana, masala mapenzi na nini, I love you na nini, chafu mtupu. Hawa wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakupendana kwa ajili ya pesa, hawakupendana kwa sababu wewe ni maskini mimi nakupa kila siku. Hawakupendana kwa sababu Allah, wamependana kwa ajili ya Allah peke yake. Tahabba fillah, wamependana kwa ajili ya Allah, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Bidii yao yote ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zitujie tu bila sisi wenyewe kuzitafuta, haviendi. Unaposikia mtu katajwa ukasema wewe mwenyewe kwa khiari yako radhiyallahu anhu, amepitia mangapi huku wakati wa uhai wake? Amepitia mangapi nyuma mpaka leo tutamtaja, alafu sote tukubali kwa umoja wetu, wala hatujapiga kura, wala kila mmoja amesema yeye mwenyewe radhiyallahu anhu kwa ulimi wake. Utake na usitake utasema tu automatic, kwa sababu Allah kashamtia tiki. Allah kashakutia tiki, shekhe, hakuna mwenye kuzuia dunia hii. Watu wote atakuwa chini yako. Sasa kapitia mambo, kaisugua nafsi yake, kafanya ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasi, nia kwa moyo mmoja, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akakubali, akamtia tiki. Ndio na sisi leo akitajwa kila moja anakubali kusema radhiyallahu anhu. Allah mwenyewe anasema waradhu anhu. Wao wamemridhia Allah na yeye Allah kafanyaje? Kawaridhia. Si swala la rahisi ya kwamba sisi tukae tulale, kila mmoja ajifunike shiti yake, alfajiri yapita, alafu tuone radhi za Allah zatujia tu bure bure. Ni kila mmoja azitafute. Sasa hawa wamependana kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kuhimizana. Bidii yao kwanza ni ya ibada, na kuhimizana katika ibada kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtihani mwingine ndugu zangu Waislamu, ambao kwamba ni golden chance, sisi twasema kama vijana twasema ni golden chance. Number 4, mtu wa nne, si kila mmoja ambaye kwamba anakwenda kupasi katika mtihani huo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala haya yote kamweleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mambo ni nadra kupatikana na hayafanyiki. Kupatikana ni nadra,
na hayafanyiki. Sasa yule atakayebahatika kuwa katika masala kama haya, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea ujira wa yaum al-qiyama, kumweka chini ya kivuli cha arshi yake. Ni barobaro, walilahi alhamdu, damu yatembea, mishipa yapiga, kala kashiba. Ndugu zangu Waislamu, wakati ukiwa na njaa, kuna mishipa mingine huwa imelala. Mwanadamu akiwa na njaa, kuna baadhi ya viungo havifanyi, lakini mwanadamu akishiba, kila mahali paka kucha zinataharaka, kila mahali panapata jibu. Sasa ni barobaro ambaye kwamba kapitia katika mtihani wa mwanamke, barobaro alibahatika kupitia katika mtihani wa mwanamke. Ndugu zangu Waislamu, ukisoma kwenye Qur'ani, soma ile kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam aliyopitia kwa Zulekha. Si rahisi. Ile yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kumrahamu. Nabii Allah Yusuf akapitia mtihani wa Zulekha, lakini kwa vile yeye ni mtume, Allah subhanahu wa ta'ala kashavua mitume na mambo machafu kama hayo. Sasa ule mtihani wa Zulekha na Yusuf ukupate wewe, mwanamke ambaye kwamba ni mrembo, walilahi alhamdu. Leo tunasema namba 18, yani si mzee sana, kashatoka kwenye udogo, si mtoto. Na walilahi alhamdu, ukimwangalia roho yako yaridhika. Sasa upate bahati kama hiyo, akuite chumbani kwake kwa ajili ya kwenda kustarehe na yeye, na nafasi unayo, na yeye kutoka Kimele uko peke yake nyumbani, ubahatike nafasi kama hiyo uipate. Ndio wale ambao kwamba hawana adabu wanasema ningeipata mimi hiyo nafasi. Wakiangalia ile nafasi, wakiangalia kile kiswa cha Nabii Allah Yusuf, wale wasio na adabu wanasema, wakiuma vidole na kukukuta, wakisema mashaallah, ningeipata mimi hiyo nafasi. Yani angekuwa yeye ndiye kaitwa na Zulekha, angekuwa kashamaliza kazi. Sasa nafasi iko, ni yule mvulana ama barobaro ambaye kwamba kaitwa na mwanamke mzuri, mwanamke ambaye kwamba kaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kila urembo anao, kila mahali pako sawa. Alafu utamke, moyo wako urudi nyuma, umkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, umwambie dada, inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah. Nafasi ndiyo hii hapa, kama Nabii Allah Yusuf alivyopata nafasi akaingia paka mwisho huko, milango 7, kila kipita nafunga tu. Alafu bahatike ni wewe huko mashaallah, huko mwisho, kiangalia kila kitu kiko wazi, hata nguo zimevala zile za transparent, unaona paka dunia ya pili. Alafu ndugu zangu Waislamu, roho yako irudi nyuma, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, umwambie mimi dada, samahani, mimi namuogopa Allah. Sasa atakayepata bahati kama hiyo na asifanye uchafu kama huo, basi Allah subhanahu wa ta'ala ujira wake yaum al-qiyama amweka chini ya arshi yake, chini ya kivuli cha arshi Rahman. Mtu wa tano, naona time zenda haraka haraka. Mtu wa tano ni mtu ambaye kwamba moyo wake umefungamana na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala msikitini. Moyo wake umefungamana na msikiti, fanya utakavyofanya, lakini kila ukifanya harakati zako ni za kimsikiti. Leo sisi ndugu zangu Waislamu, kukaa msikitini kufanya harakati zetu za kimsikiti tunaona ni ushamba. Walilahi alhamdu, kipindi cha nyuma wala hatusifichi wala hatusifu sana, lakini alhaqu yuqal, ukweli huwa unasema. Tulikimwona ustadhi wetu
mashaallah rahimahullah, alikijifunga msikitini hapa. Hiyo ni kila mmoja anajua. Ukimtaka Ustadh Ali unampata wapi? Msikitini. Wewe tukuulize, tukikutaka tukupate wapi? Walilahi alhamdu, ameenda na rehema zake zote, ameenda nazo ibada zake zote, anaenjoy aliko. Sasa ni sisi tuliobakia. Sasa yule ambaye kwamba anakwenda moyo wake kufungamana na msikiti, yaumul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ujira wake anamweka kwenye kivuli cha arshi yake yaumul qiyama. Ndugu zangu Waislamu, je, sisi hapa ni yupi baada kuondoka Sheikh Ali? Ni nani ambaye kwamba tukimtaka tumpata msikitini? Ni mimi nizungumzaye ama wewe unanisikia ama unaniangalia? Kwani hutaki pepo? Ndugu zangu Waislamu, kama wataka kujua hiyo siku ina shida, hebu chukua Qur'ani isome, chukua ile ya Kiswahili. Hiyo ya Kiarabu itakutatiza, chukua ile ya Kiswahili uangalie matatizo. Angalia kila yao siku hizo za kiyama. Angalia za kiyama tu. Ukishazijua zile za kiyama, basi ndio utapata jawabu. Oh, kumbe mimi kama sikufungamana huko inakuwa ni shida. Na lazima tuelezeane ndugu zangu Waislamu, ili utafute kipenge kimoja ukizuie, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataangalia mwenyewe kule mbele. Mtu wa sita, rajulun, ni mtu ambaye ametoa sadaka kwa mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto usijue. Ni rahisi utoe kitu kumpa mtu, alafu usiende kujisifu mahali, hata mkono wako wa kushoto, hata nafsi yako yenyewe isijue kwa mimi nimetoa. Ndugu zangu Waislamu, watu aina hiyo wapatikana wapi dunia hii? Watu aina hiyo katika dunia hii tulionao wapatikana wapi? Maka, Madina, Kenya, Somalia ama wapi? Iran ama wapi? Hakuna. Kwa sababu kila mmoja atakakifanya jambo akisimama mahali kwa watu aambie, munaona yule? Ona vile alivyovaa vizuri na mnaile, basi ni mimi yule. Jana amekuja hana pesa nikamkopesha. Sasa unjuaje ni zile pesa zako ulizompa? Lakini kwa sababu ni mtu ajulikana ni maskini, hana mbele hana nyuma, basi watu watakubali. Kweli, mashallah fulani ameng'ara, kwa sababu fulani amemngarisha fulani. Kwa sababu umekwenda ukasema zile neema ambazo kwamba umezifanya kwa ajili ya Allah. Sio watu wote ndugu zangu Waislamu ambao wanabahatika kupata neema kama hii ya kutoa. Kuna wengine ni wagumu kama majabali kama sisi. Wagumu kama majabali kama sisi. Na lao ndugu zangu Waislamu, jiangalie kama si mgumu. Hebu angalia hapa msikitini, ni vitu vingapi havifanya? Na kila sipaka tusimame hapa tuombe. Na tukiomba huwa afanya, huwa peana kwa ajili ya Allah. Kama upeani kwa ajili ya Allah, ni ugumu ama si ugumu? Sasa ni mtu ambaye kwamba ametoa kwa mkono wa kulia, alafu akaficha siri ile, hata mkono wake wa kushoto usijue kuwa akafanyaje. Ndugu zangu Waislamu, muda bado tuko nao. Si lazima uwe bilionea ndio utatoa. Zile 20 tu ulionazo unaweza pia ukampa Allah subhanahu wa ta'ala na ikakubalika. Si lazima ungoje paka Allah subhanahu wa ta'ala akupe mulku wa Nabii Allah Musa na Nabii Allah Suleiman. La. Zile 20 na 10 na daladala tunazozipata zatosha wewe kutoa kwa ajili ya Allah. Hili swala la kutoa halina watu maalumu, ni la watu wote. Zile daladala zile, leo umepata dala, chukua shilingi 2 mpe 2 na sumu, ni mpe mwenzio, ama chukua shilingi 3, ama chukua dala yote mpe mwenzako kwa ajili ya Allah. Basi walilahi alhamd. Ama mtu wa mwisho ni mtu ambaye amekaa kipembe peke yake, kama ni chumbani, kama ni msituni, kama ni msikitini, dhakarallahu khalian hata falat ainahu. Ni mtu ambaye kwamba amekaa mahali peke yake akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala
mpaka macho yake yakabubujika na machozi. Lini ukalia kwa ajili ya Allah? Jiulize, mimi nizungumzae na wewe unanisikia, ni lini tumekaa mahali tukalia kwa ajili ya Allah? Ama ni mtu kakaa akafikiria kwa moyo wake ya kwamba mimi nitakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama, akijiangalia matatizo, hana ibada zake ovyo, amali zake zote mbaya, lakini kapata fikra, kakaa mahali, mimi nitakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, iko siku mimi Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kunihisabu huu uchafu unaofanya. Fafalat ainahu, macho yake yakatokwa na machozi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Minal faizina. Je, mimi na wewe ndugu zangu Waislamu, je, nafasi kama hiyo hatuna? Nyoyo zetu zimesusua, hatulii kwa ajili ya Allah, twalilia kufa kwa mtu. Sisi twalilia kufa kwa mtu, hujililii kufa kwako, kwa sababu yule anayebubujuka na machozi ni maana ajililia yeye yale anayofanya, ili Allah subhanahu wa ta'ala amsikitikie. Wewe wangoja paka usikitikie mwenzako kafa, kaletwa msikitini hapa, aza kuwa ni babako, ni familia yako, ndio nao unapiga, unaanza kulia. Ndugu zangu Waislamu, faul havini mambo kama hayo hakuna. Kila mmoja ajilie nafsi yake. Iko uchungu kweli kufiliwa, lakini kufa zaidi ni kufa kwako wewe. Kufa kwa moyo wako ndio zaidi kuliko kufa kwa mwenzako. Nyoyo zetu zimekufa, ndio maana hazimfikirii Allah, ndio maana macho yamekuwa makavu, kalbu kas, nyoyo zimesusua. Hatufikiria Allah, hatufikiria kwamba tutakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo 7 ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaambiwa na Mwenyezi Mungu ayazungumze kututanabahisha sisi, kwa sababu mambo yenyewe ni nadra kupatikana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale wanaokwenda kuwapata, kenda akawekea ujira mkubwa, ujira ambao kwamba hata haufanani ndugu zangu Waislamu, lakini ni kila mmoja baina mimi nizungumzae na wewe unayenisikia atafakar ni mahali gani katika haya 7 atakwenda kuambatana napo kwa sababu ya kusevu yaumul qiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walafu minkum.